Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya, leo ikiwa ni siku ya 28 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Karibu sana kunako tetesi za soka Ulaya, kubwa zaidi tukiambiwa Chelsea imeweza kugoma kumuuza Cole Palmer. Karibu sana, hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Klabu ya Chelsea wanamwona kiungo mshambuliaji Cole Palmer mwenye umri wa miaka 23 kama mchezaji asiyeguswa licha ya kuhusishwa na Manchester United, na wanamchukulia mchezaji huyo wa England aliye na mkataba hadi mwaka 2033 kuwa mhimili mkubwa wa mustakabali wa klabu hiyo. Sasa tunaona kama Michael Carrick ana hasira sana kuendelea kuboresha kikosi chake, kocha wa mpito, kocha wa muda baada ya kufukuzwa ama kuachana na Ruben Amorim. Sasa Chelsea wameona isiwe tabu, bado Cole Palmer ni kama muhimili wa klabu yetu ya The Blues, watoto wa darajani hawa. Sawa. Kwingineko, klabu ya Brighton wamekataa ofa kutoka Nottingham Forest kwa ajili ya beki wake wa England mwenye umri wa miaka 34 Lewis Dunk, ambapo Brighton wanasema kwamba kama mambo yakiwa vizuri wataendelea kumbakisha katika klabu hiyo, na mambo ya tetesi kwamba ataondoka, hilo haliwezi likawa sawa, kwa sababu bado Lewis ni moja kati ya mchezaji tegemeo katika klabu hiyo. Kwa hiyo Nottingham Forest watulie kidogo. Mshambuliaji wa Chelsea Raheem Sterling anatarajiwa kuondoka kabla ya dirisha la usajili wa majira ya baridi kufungwa, huku pande zote zikifanya mazungumzo ya kufanikisha kuondoka kwa mchezaji huyo wa zamani wa England mwenye umri wa miaka 31. Tunafahamu Raheem Sterling amepita katika timu mbalimbali. Unajua Sterling amepita Arsenal, amepita Manchester City pale, lakini pia sasa hivi yuko Chelsea. Kiwango hakijashuka sana wala hakijapanda sana, lakini kumbuka Raheem Sterling amecheza na wachezaji wakubwa, miongoni mwao akiwa ni Wayne Rooney, amecheza naye kwenye ligi za Premier zile na mambo kama hayo. Kwa hiyo Chelsea muda wote wanaweza kumruhusu kuondoka kabla ya dirisha la usajili na majira ya baridi kufungwa. Kunako klabu ya West Ham tunaambiwa wanaangalia uwezekano wa kuwasajili kwa mkopo kipa wa Tottenham kutoka Zurich Antonin Kinski mwenye umri wa miaka 22 na beki wa Chelsea kutoka Ufaransa Ansel Dysans mwenye umri wa miaka 27. Hata hivyo, ili ifanikiwe Hammers watalazimika kumrejesha beki wa Brazil Igor Julio mwenye umri wa miaka 27 Brighton. Kazi wanayo. Sawa. Kwingineko, wawakilishi wa kipa wa Manchester United mwenye umri wa miaka 29 Andre Onana, ambaye kwa sasa yupo kwa mkopo Trabzonspor, wamefanya mazungumzo kuhusu kurejea kwa mlinda mlango huyo Cameroon katika klabu yake ya zamani ya Inter Milan majira ya kiangazi. Kule United inaonekana kama kidogo mambo yamekuwa ni magumu. Onana inabidi aweze kurudi kwenye klabu yake ya zamani ya Inter Milan. Itakuwaje? Ngoja tuone, taarifa tutazidi pia kukusogezea. Klabu ya Wolves wako kwenye mazungumzo ya kumsajili kwa mkopo kiungo wa England mwenye umri wa miaka 25 Ange Gomez kutoka klabu ya Ufaransa ambayo ni Marseille. Sasa sijui itakuwaje hii mbwa mwitu hawa anataka wafanye nini tena? Je, mambo yatafanikiwa? Endelea kukaa na sisi. Lakini mshambuliaji wa Auxerre Lassine Sennayoko anasakwa na pia Wolves, huku klabu za Championship kama vile Coventry City na Middlesbrough nazo zikionyesha nia ya kumsajili mchezaji huyo wa Mali mwenye umri wa miaka 26. Lakini Burnley wako kwenye mazungumzo na West Ham kuhusu kumsajili kwa mkopo kiungo wa England mwenye umri wa miaka 31 James Ward-Prowse, na taarifa zinaeleza kwamba Burnley wamewekea mkazo sana kwa ajili ya kumpata mchezaji huyo ambaye wanaona kama wataendelea kuboresha katika timu yao ile, na mambo huendeka yakawa mazuri, kwa sababu Burnley tunafahamu ni moja kati ya vilabu ambavyo ni vikubwa, lakini sasa hivi kidogo kutokana na ushindani uliopo pale England, mambo yamekuwa ni mazito kidogo. Tuhitimishe na taarifa kutoka Sunderland, ambapo tunaambiwa klabu hiyo imeweza kupuuza taarifa zinazodai kuwa mshambuliaji wa Hispania mwenye umri wa miaka 20 anaitwa Elisia Mayenda
anaweza kuruhusiwa kuhamia Paris FC. Hizo ni tetesi za soka tu barani Ulaya. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo, lengo ni kupata taarifa zetu zote. Sina la ziada, asante na kwaheri.